tugawane maumivu. Ilikuwa majira ya saa 4 usiku. Jimmy alikuwa akirudi nyumbani kutoka kazini. Jimmy alikuwa mfanyakazi kutoka shirika la barabara TANROADS. Alikuwa injinia wa ujenzi. Licha ya elimu aliyosoma nchini Marekani, alibarikiwa na pesa nyingi, kwa kuwa kama msemo unaosema alionacho anaongezewa. Licha na pesa zake, alikuwa mzuri sana kwao. Alikuwa mtoto wa kwanza na ana mdogo wake wa kike aitwaye Jemima. Baba Jimmy alikuwa mtu mkubwa serikalini, cheo katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi, na mama yake alikuwa mwalimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia alikuwa mkurugenzi wa taasisi ya wanawake. Mdogo wake Jimmy ambaye Jemima alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Muhimbili mwaka wa kwanza. Jimmy alifanikiwa kuoa kutoka kujikinga na mambo mengi. Alikuwa mlokole. Yeye na wazazi wake alioa mwanamke wa kawaida sana, ambaye hadi watu wote walibakia kumshangaa na midomo wazi. Jimmy kwa uzuri alionao na pesa alizonazo alienda kuoa mwanamke wa kawaida kweli. Wengine walisema amerogwa na huyo mwanamke. Wengine mapenzi hayachagui yoyote, unaweza kumpenda. Licha ya maneno yote, Jimmy hakujali. Alimpenda mkewe na kumpa kila kitu analotaka mkewe. Jimmy alikuwa akiitwa Esther. Mke wa Jimmy akiitwa Esther. Siku hiyo usiku majira ya saa 4 alikuwa akirudi nyumbani kwake na kupiga honi ya gari na kukuta hajibu chochote. Ilibidi ashuke kwenye gari na kucheki mlango wa geti. Alifungua na kukuta mlango upo wazi. Ilibidi aangie ndani kwake. Alipofungua geti tu, macho yake alipomkuta mkewe Esther akipiga kisi mlinzi wa geti. Esther, kwa nini unielewi? Lakini huu muda wa mume kurudi mami, alisema mlinzi aitwaye Ali. Esther alijibu akiwa kamkumbatia Ali. Ali, katika wanaume wote anayenifikisha ni wewe tu. Nakupenda Ali, kwa nini unielewi? Tatizo sio kunipenda, tatizo umeolewa na mumeo ni mtu mzuri sana. Akijua itakuwaje? Ali aliuliza. Esther akajibu, bwana aende zake. Kwanza mwanaume mwenyewe anifikishi bao moja tukalala chale. Jimmy alijikuta karoa. Alibidi arudishe geti na kuingia kwenye gari lake, kuanza kujinamia huko akilia maskini. Eti mimi simfikishi kileleni? Mke wangu anasubutu kuongea maneno hayo ya kashfa na mlinzi kweli? Aliongea akilia sana. Jimmy alilia sana, akiangalia anampenda sana mkewe.
japo ndugu zake walikuwa hawampendi kutokana na tabia yake mbaya. Jimmy aliamua kujikaza kama mwanaume na kupiga honi ya gari yake kuashiria mlinzi aje kufungulia mlango. Esther, baada ya kujua kuwa mumewe anarudi ofisini, ili mbidi akimbie mbio hadi ndani kwake na kukaa kama sio yeye. Mlinzi alijiweka vizuri na kwenda kufungua geti, na Jimmy aliingia na gari lake. Alipofika ndani akashuka. Mbona nimepiga hodi mara nyingi, ulikuwa wapi? Jimmy aliuliza. Ali alijibu, nilikuwa nipo chumbani kwangu huko brother. Kuwa makini. Aliingia ndani akijidai ajui chochote kile. Ali alifunga geti akiwa na mawazo sana. Maskini Madam Esther atasababisha mimi nifukuzwe kazi sasa, maana ananipenda mimi mwenyewe. Maskini, sina kazi wala ndugu zaidi ya huyu brother, ndio kanisaidia. Aliendelea kusema akijua, je, natembea mkewe, je, akijua, je, namtembea na mkewe, si ndio nitafukuzwa mimi? Na kuendelea kufunga geti. Jimmy aliingia ndani na kumkuta Esther amekaa kama sio yeye vile. Jimmy alimkisi na kuingia chumbani kuvua nguo kwenda kuoga. Alioga na kutoka kumkuta mkewe kamtengea chakula mezani. Jimmy aliingia kwenye friji na kutoka mtindi kutoka zake. Sweetie, si umeona chakula tayari? Alisema Esther. Jimmy ilibidi azugue. Asante, nimeshiba mke wangu. Mume wangu, umeanza kula nje ya ndoa aliuliza. Jimmy alikitizama kile chakula na kusikitika tu. Hapana mke wangu, leo ofisini kulikuwa na sherehe, ndio maana. Esther, nikajua umeanza kunichiti mume wangu. Jimmy alimwangalia mkewe na kutaka kulia. Maskini, sema alijikaza, usimjue kuwa anajua mambo yake. Hapana mke wangu, mimi sijakuchiti hata kidogo, nakupenda sana mke wangu. Esther aliona aibu na kwenda kumkumbatia mumewe, kujidai akilia na kumpenda pia. Ilibidi ambebe mke hadi chumbani na kumlaza kitandani na kutaka kufanya tendo la ndoa, lakini alikumbuka maneno ya mkewe na kashifa goli moja akilala chali. Ilibidi amwache. Vipi mume wangu, kuna shida yoyote ile? Aliuliza Esther akiwa anamwangalia mumewe. Jimmy, hapana mke wangu, kichwa kinanisumbua. Ilibidi azugue Esther. Pole hani. Na kujidai kumkanda kichwa, Jimmy aligeukia pembeni akiwa analia. Maskini
Jimmy alianza kukumbuka nyakati za furaha. Yupo yeye na mchumba wake Esther kabla hawajaanza ndoa, wakicheza bichi. No. Jimmy, utanidondosha bwana, mtu mwenyewe mnene hivyo. Jimmy alimwangalia tu na kutabasamu. Nakupenda sana Esther, naomba usiniache wala kunisaliti Esther. Niahidi basi Esther. Na kuahidi hano, nitakuwa wa kwako peke yako. Jimmy alisema, Esther, mimi ni mwanaume mpole sana, lakini nina wivu sana na kinyaa sana. Esther, siwezi kushare mapenzi na siku nikijua unanichiti mimi na wewe ndo basi. Esther, baby, mbona vitisho vingi sana? Au niamini mimi? Jimmy, nakuamini sana mke wangu. Nakuamini sana mke wangu. Nakuamini sana mke wangu mtarajiwa. Jimmy alijikuta akilia mwisho wa kumbukumbu. Maskini, mbona unalia mume wangu? Kulikoni? Aliuliza Esther. Jimmy alizuga. Kichwa kinauma sana mke wangu. Esther alijifunga kanga bega na kwenda kumchukulia mume wake dawa na maji kumpa. Jimmy alichukua maji na dawa kunywa, kulala zake bila kufanya chochote na mkewe. Asubuhi Jimmy aliamka vizuri, mkewe akilala na kuingia bafuni kuoga zake, kuvaa nguo zake mwenyewe. Ndo mkewe anaamka. Bibi, unaniachia shilingi ngapi? Aliuliza. Jimmy alibaki kutikisa kichwa tu na kuendelea kuvaa nguo. Esther alisimama na kuanza kujiongelesha. Baby, nimekuambia hii shule ya dada wa kazi, lakini mke wangu Esther, humu ndani kuna kazi gani? Hatuna mtoto mdogo kusema atakusumbua, tupo wawili tu. Aliongea Jimmy. Esther, sababu kwa vile ukirudi nyumbani unakuta chakula tayari, nguo umefuliwa, kukupigia pasi, ndo hamna kazi.